Karibu katika sehemu ya 18 na ya mwisho kabisa ya simulizi Bora Ungesema. Katika sehemu ya 17 tulishia pale ambapo varangati lilikuwa limetokea kanisani. Hii ni mara baada ya kijana Jerry kutaka kulazimisha ndoa ya lazima kwa binti Charity. Lakini ndipo alipotokea mwanaume Harry na kuweza kuamsha varangati mara pale. Aliwaua watu wote ambao walikuwa wameambatana na Jerry kwa ajili ya kufanikisha ile jambo kwa lazima, na akawa amebakia Jerry peke yake. Na mwisho wa siku alimpa kichapo cha mbwa mwizi, na alipokuwa anakaribia kummaliza kabisa Jerry ndipo alipotokea mama yake na dada yake na Jerry, na akamwombea msamaha kwa Harry. Harry akaamua kuachana na kijana yule na kumpa onyo na kumuuliza kwa nini asingelisema mapema, mambo yote yale yasingeliweza kutokea. Ndipo Harry alipoanza kuzipiga hatua kuondoka ili kwenda kumfuata bibie Charity ili waondoke mara pale. Wakati anatoka alipo Jerry aliamua kuitupa bastora pale chini. Umeona bana, lile lilikuwa ni kosa kubwa, kosa ambalo mtu yoyote yule aliyefanya kosa kama lile alipaswa kuadhibiwa. Kwani adui yake alikuwa ni Jerry, alizani kumsamehe kungabadilisha kitu. Wanakuambia siku zote mbuzi ni mbuzi, hawezi kugeuka kuwa ng'ombe ama kondoo. Ndipo Jerry alipokamata ile bastola kisha akanyanyuka na kumwonyeshia Harry. Na mwisho wa siku anamwambia Harry, huwezi kuondoka na Charity wangu kirahisi hivyo. Kwa kuwa mnapendana basi ni vyema kama mkafunge ndoa yenu huko mbinguni. Kila laheri katika ndoa yenu wapendanao. Risasi mbili zilisikika. Moja ililengwa kwa Harry na nyingine ilikuwa ni kwa ajili ya Charity. Aise, kilichoonekana ni damu tu, na kila mtu alikuwa na mtazamo mwenzake pale kanisani. Nini kilitokea? Basi tuende pamoja katika sehemu hii hapa ya 18 na ya mwisho kabisa tumalize simulizi yetu. Lakini kumbuka tu mwisho wa simulizi ni mwanzo wa simulizi nyingine nzuri kutokea hapa Simulizi Mix Entertainment. Cha kufanya wewe tembelea tu SMix app kujua ni simulizi gani mpya ambayo inatoka, kwa sababu simulizi zote mpya huanzia huko. Mtunzi Harry Mpili ama mwite Silent Killer unampata kupitia nambari 0713601762. Simulizi Mix unatupata kupitia 0677062012. Mimi ni director Owen kutokea hapa Simulizi Mix. Tena pamoja katika kumaliza simulizi hii Bora Ungesema. This is Bora Ungesema brother, au sio? Aise, Charity alishangaa kumwona mamake akidondoka chini kwa ajili yake. Ile risasi ambayo ilitakiwa kumpata Charity hatimaye ilimpata mamake na Charity. Sio hivyo tu, yani unaambiwa mwanamke akipenda ujue amependa kweli. Hatimaye mapenzi ya kweli yanamuua mtu kwa hiari yake mwenyewe. Huwezi amini, yani Sheila alikubali kufa kwa ajili ya mwanaume aliyekuwa anampenda tangu enza utotoni. Ile risasi ya Harry ilimpata Sheila. Ilikuwa hivi, wakati Jerry anajiandaa kufyatua risasi, akili ya Sheila ilijua ni lazima tu Harry angelikufa kwa wakati ule. Hivyo akawahi chap alipokuwa amesimama Harry, na kisha akamkumbatia kwa ajili ya kumkinga dhidi ya risasi zile. Kama alivyodhani ndivyo ilivyokuwa, maana risasi ilitoa katika uti wa mgongo wake mara baada ya kumkumbatia Harry. Lakini pia Mrs. Porcelain alivyosikia ile kauli ya Jerry kwamba kwa herini wapendanao, akajua mwanae lazima apigwe risasi. Hivyo akaona hapana, mwanae hatakiwi kufa kwa umri alionao. Hivyo akamvutia nyuma mgongo wake. Mara baada ya kuwavuta tu, risasi ikakita katika kifua chake. Aise, tukio la Jerry kumpiga risasi ndugu yake Sheila na kudondoka chini lilimfanya Biustina apate pressure pale naye akaenda chini. Bwana. Hakuna aliyeamini ile tukio lililotokea mure ndani. Charity alianza kumlilia mama yake. Harry alikuwa anamlilia Sheila huku akimtaka amke, lakini ile risasi ilikita sehemu mbaya sana. Lakini pia Jerry naye alijikuta akiishiwa na nguvu, akaenda chini akiwa amepiga magoti na ile bastola yake huku akiwa kama mtu ambaye hakuamini kile kilichotokea. Yani amemua dada yake kwa mikono yake mwenyewe, na kilichomchanganya ni baada ya mama yake kuanguka chini kwa pressure. Jerry alimsogelea mama yake kisha akaanza kumwamsha huku akiwa anamlilia. Wewe ni balaba brai babake. Yani kila mtu alimlilia mtu wake.
Charity mwanangu, mimi nakufa, ila nakuomba sana ubaki na furaha katika siku zote za maisha yako. Kifo changu kisiwe chanzo cha wewe kuwa dhaifu. Bado una furaha mikononi mwako. Naamini kwamba Heri ni mwanaume pekee anayeweza kukupa furaha na kulinda katika siku zote utakazoishi hapa duniani. Najua kwamba mnapendana sana. Hivyo nawatakia heri na baraka katika ndoa yenu. Nilitamani sana kumuona huyo mjukuu wangu lakini uwezo sina. Wacha tu nimfuate mume wangu kule alipoelekea. Nakusihi sana kuwa imara siku zote. Hakikisha kampuni na miradi yote babako unaendesha ukishirikiana na mwenzako Heri. Kuhusu hati miliki na nyaraka za rasilimali zote zipo kwenye kile chumba cha siri ambacho baba yako alikuwa anakupeleka kila baada ya mwisho wa mwezi. Mwanangu Charity, nakupenda. Mama, tafadhali sana mamangu. Hebu amka basi. Usife mamangu. Pale roho ya mama yake na Charity iliweza kuacha mwili. Hatimaye Charity akawa yatima asiyekuwa na baba wala mama. Mtoto wa kike alimlilia sana mama yake. Upande wa Heri na Sheila mambo pia hayakuwa mazuri. Hali ya Sheila ilizidi kuwa tete na hapo alijikaza kutoa neno la mwisho kwa Heri, baba wa mtoto wake. Heri my dear, naomba ufahamu kwamba Nasra ni damu yako. Naomba umtunze sana mwanao. Mpende kama mimi nilivyokuwa nakupenda wewe. Mtazame Nasra kama vile ndo yule Sheila uliyecheza naye enzi za utoto. Mpe mwanetu malezi bora na pia asije kujiona kama hana mama. Natumaini Charity atakuja kuwa mama bora kwa Nasra wangu. Lakini pia usisahau kuandika kitabu kitakachobeba maudhui ya hadithi ya maisha tuliyokuwa tumeyapitia tangu tukiwa watoto mpaka kufikia leo hii. Ili Nasra akisome kipindi tu atakapokuwa amefikisha umri wa miaka 18. Na huo ndio utakuwa umri sahihi wa yeye kumjua mama yake mzazi. Lakini pia kupitia hiko kitabu naamini kwamba Tanzania wengi watajifunza mengi kuhusu changamoto tulizozipitia katika maisha ya mapenzi. Yote kwa yote naomba unisamehe kwa yote niliyokosea. Maana mapenzi yangu kwako ndio yasababisha niwe kizuizi kwenye njia zako. Msamehe sana kaka yangu, rafiki yako na ndugu yako, mjomba wa Nasra, Jerry. Mapenzi ndio yaliyomfanya akasahau kule alikotoka. Heri, nakupenda sana. Shei, hebu acha utani wako basi. Amka basi, uwe Shei. Ndio utani gani huo sasa? Unafanyaje hivyo? Amka basi tafadhali. Sheila. Da. Ilikuwa ni kama utani vile, kumbe ndo kweli. Na uhalisia kwamba Sheila ndo amefariki hivyo kwa ajili ya kuokoa uhai wa mwanaume aliyekuwa anampenda kwa dhati. Heri alilia sana kwa uchungu kutokana na maneno ya Sheila. Alitamani kumfuata Jerry kisha mkate pua na ikibidi amfyonze kabisa makamasi. Lakini sasa huyo Jerry mwenyewe alikuwa haelewelewi. Maana licha ya kuwa na roho ya kikatili lakini alikuwa anampenda sana mama yake. Hivyo aliumia sana na kulia sana baada ya kugundua kwamba mama yake hakuwepo tena duniani. Na mbaya zaidi, yeye ndo mhusika wa yote. Jerry aliishiwa nguvu. Alijuta kwa yote aliyoyafanya baada ya kuiteketeza familia yake kwa mikono yake mwenyewe. Dakika zile jeshi la polisi likiongozwa na Inspector Kelvin lilifika eneo la tukio na kukuta mambo yakiwa yameshavurugika tayari. Miili ya watu waliokufa ilikuwa ya kutosha mno. Ikabidi wale wote waliokutwa wazima kwenye eneo la tukio ambao ni Jerry, Heri na Charity wachukuliwa kwa ajili ya kwenda kujibu mashtaka, na pia miili ya wale marehemu ilichukuliwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Mazishi ya wale marehemu yalifanyika na baada ya wiki moja kesi ile ya mauaji ilifika mahakamani. Jerry na Heri walifikishwa kizimbani kwa ajili ya kujibu mashtaka kuhusiana na mauaji yaliyofanyika. Kutokana na maelezo ya pande zote mbili yaliyotolewa, ilitosheleza kabisa kutoa hukumu pasipo ubabaishaji, kwani mtuhumiwa Jerry alikiri kwa yali yake mwenyewe kwamba yale mauaji yaliyotokea yamesababishwa na yeye. Hivyo alikuwa tayari kupokea hukumu yoyote ile. Lakini pia aliomba mahakama iweze kumwachia huru Heri, kwani mauaji aliyoyafanya yalikuwa ni katika harakati za kujitetea kuokoa maisha ya wengine. Kutokana na kesi namba 1404 inayohusu mauaji, kwa mujibu wa ushahidi uliofikishwa mahakamani, imethibitika kuwa kijana Heri Santos Souza alifanya mauaji katika harakati ya kujilinda na kuokoa maisha ya raia wema. Lakini pia amesaidia serikali kupambana dhidi ya wahalifu waliokuwa wanajiita watu wasiojulikana ambao walikuwa wanaisumbua sana serikali tangu muda mrefu. Hivyo basi kwa kifungu cha sheria namba 97
mahakama inamwachia huru ndugu Heri Santos de Souza. Shangwe, vifijo na ndelemo zilisikika mahakamani. Charity alimtazama Heri wake, wakajikuta wanatoa tabasamu lenye majonzi. Steve, Feti na marafiki wengine walitabasamu pia. Mheshimiwa hakimu aligonga tena nyundo yake akiwataka watu watulie ili aendelee kuongea, maana hukumu ilikuwa bado haijaisha. Watu walitulia kwa mara nyingine. Lakini kwa upande wa pili wa kesi hiyo ya mauaji namba 1404 inamkabili mtuhumiwa ndugu Jerry Lorenzo. Kwa mujibu wa ushahidi uliofikishwa mezani na ripoti kutoka kwa mtuhumiwa mwenyewe, imethibitishwa kwamba mtuhumiwa ni mhusika wa mauaji hayo kwa 100%. Hivyo basi, kutokana na kifungu cha sheria nambari 96, mahakama imemhukumu ndugu Jerry Lorenzo kifungo cha. Hebu fanya kama vile wewe ndo hakimu kisha toa hukumu kwa jamaa. Ungempa miaka mingapi huyu mtu? Basi ngoja tuone hakimu alimaliza vipi ile kesi. Mahakama inamhukumu ndugu Jerry Lorenzo kifungo cha maisha, hivyo hataonekana tena uraiani mpaka kufa kwake. Aise, lilikuwa ni zaidi ya pigo kwa watu wote waliokuwa ndani ya mahakama ile. Jerry akiwa kizimbani alikuwa analia kwa uchungu, kwa akiwaonyesha rafiki zake ishara ya kuomba msamaha na kuwatakia maisha mema kwa kuwapungia mkono. Jerry alishindwa kuzuia machozi yastilike katika mboni za macho yake. Alijikuta anamlilia mshikaji wake wa tangu enzi zao za utotoni. Alikumbuka urafiki wao tangu siku ya kwanza walipokutana na kukaribishwa nyumbani kwao. Alikumbuka ile furaha ambayo alikuwa nayo kwenye ile familia kwa miaka mingi iliyopita. Hatimaye wanafamilia wote wanasambaratika kabisa baada ya wengine kufa, mwingine gerezani na mmoja tu ndo amebaki uraiani. Lakini pia alikumbuka yale maisha ya utani, kucheza game la mpira maarufu kama PES, ule upinzani wao kwenye ushabiki wa mpira, na pia yale maisha yao ya shuleni kule Kibasila. Eti leo hii anashuhudia kwa macho yake rafiki yake na mchezi wake anaenda jela kumalizia maisha yake. Mtaalamu alilia sana. Alitamani hata iwe ndoto, lakini haikuwa kama alivyotamani. Lakini pia Charity alihuzunika sana kumshuhudia rafiki yake wa tangu enzi za shule mpaka chuo hatimaye anatengana naye kivile. Alikumbuka namna ambavyo walikuwa wanatumia muda wao kwa pamoja katika masuala ya kujisomea. Vile vile alikumbuka ile mipango na ndoto alizokuwa nazipanga pamoja kuhusu kuendeleza biashara na miradi mara tu baada ya kuhitimu chuo. Lakini pia ule wema na ukarimu ambao Jerry alikuwa nao siku za nyuma. Charity hakuzania kama Jerry angelikuja kubadilika na maisha yake kuishia gerezani. Aise, Charity alilia sana. Alishindwa kuvumilia swala lile, japo yule mtu ndo aliyekuwa amemuulia wazazi wake, lakini hakutamani kumuona akienda jela. Feti wa watu jamani. Hakukamatika kwa kilio. Licha ya kuwa Jerry alionesha kudharau na tabia ya usaliti, lakini bado alikuwa anampenda sana mpenzi wake. Tumaini lake lilikuwa ni kwamba ipo siku Jerry wake angebadilika na wangelikuja kuoana, lakini ndoto zake zilishia katika mahakama kuu ya hakimu mkazi Kisutu. Kilichofuata ni kwamba Jerry alivalishwa pingu kisha kaanza kupiga hatua kuelekea mahali ambapo alistahili kwenda. Wakati anatembea aliona ni jinsi gani rafiki zake walikuwa wanampenda licha ya kuwafanyia maovu yote. Aliona jinsi gani Feti anaumia kwa ajili yake. Kwa hakika alihuzunika mno. Hakukuwa na maamuzi mengine tena. Jerry alipelekwa gerezani kwa ajili ya kwenda kuanza kutumikia kifungo chake, lakini pia Heri na Charity wake wakarudi uraiani kuendelea na maisha mengine. Baada ya mwezi mmoja tangu hukumu ya mauaji ya kesi ifanyike, Heri alipokea barua kutoka kwa mkuu wa majeshi ya usalama Tanzania. Lengo kuu la ile barua ilikuwa ni kutoa pongezi za dhati kwa kijana Heri kwa kazi nzuri aliyoifanya kwa kusaidia na serikali kupambana dhidi ya wahalifu waliojiita watu wasiojulikana ambao walisumbua sana nchi. Na yote kwa yote, mkuu wa majeshi aliweza kumpa kijana Heri nafasi ya kujiunga katika kitengo chochote kile ambacho kinahusiana na masuala ya ulinzi na usalama wa nchi, kwa kuwa Jerry alishapitiaga mafunzo ya JKT. Swala lile Heri hakulitaka kabisa kwa nyakati zile, kwani hakuhitaji tena maisha ya vita. Siku zote alipenda kuishi maisha yenye amani na furaha, akiwa na uhakika na pumzi yake, na sio maisha ya kukimbizana kila kukicha. Shida, dhiki na umaskini ndo ulimfanya aachane na masuala ya kusoma kisha akazamia jeshi, na sio kwamba alipenda kufanya kazi za kijeshi.
Lakini pia swala lile Heri alilifikisha kwa mke wake mtarajiwa Charity. Charity naye hakutaka kabisa watoto wake ajihusishe kwenye masuala ya vita. Alichokitaka ni kumfanya Heri awe baba bora kwa wanawe, waishi kwa kuonana na kutazamana kila saa, kila dakika na kila leo. Charity hakuona haja ya mtaalamu kujiingiza kwenye yale maisha wakati kuna kampuni 3 ambazo zilikuwa zimeachwa na baba yake. Alitakiwa kuzisimamia yeye pamoja na Heri, lakini kulikuwa na miradi ya kusimamia pia. Heri aliweza kushukuru kwa kupewa ile nafasi na mkuu wa majeshi, lakini alikataa. Basi bwana, hakukuwa na namna zaidi ya serikali kumpoteza kijana shupavu ambaye angeweza kuwasaidia katika masuala ya kupambana dhidi ya maadui. Lakini yote ilisababishwa na rushwa na figisu ambazo zilifanyika kule JKT, zilizomfanya Heri kukosa nafasi ya kuajiliwa baada ya kumaliza mafunzo ya kijeshi. Miezi 6 ilitosha kabisa kwa wapendanao Heri pamoja na Charity kuweza kufanikisha mipango yao kwa 100%. Hayawi hatimaye yalikuwa zile cheleko za maneno Heri na Charity kukua zilionekana, kwani waliweza kuoana kwa ile ndoa ya msikitini bwana. Si unajua mwanaume ndo anaoa? Basi nderemo na vifijo vya kutosha. Unaambiwa watu walisasambua haswa. Acha watu tule pilau na kusaza bwana. Jamani. Raha ya ndoa ni pilau waise. Yaani lilinogaje? Nakumbuka wengine tuliweka mpaka kwenye mifuko ya shati na suruali. Jamani nyie, pilau la kwenye ndoa lina raha yake. Lakini pia kwa kudra na baraka za Mwenyezi Mungu, Charity aliweza kujifungua mtoto wa kiume ambaye alipewa jina la Nasri. Familia ya Heri na Charity ikawa na watoto wawili ambao ni Nasra na Nasri. Nasla ndo yule mtoto aliyeachwa na marehemu Sheira, lakini Charity pia aliweza kumlea kama mwanae wa kumzaa, tena bila kinyongo. Alimpenda sana Nasra. Kuhusu mgao wa H&C wa kule Kigamboni ulikabidhiwa rasmi mikononi mwa Steve. Hivyo Heri alimpa rafiki yake ule mgao kwa shukrani kwa mazuri yote aliyomfanyia. Lakini pia hata ile nyumba ya Chamazi alikabidhiwa Steve waishi. Heri na Charity waliamua kuishi kwenye ile nyumba ya kifahari iliyoachwa na Mr. Prosen kule Tabata, lakini pia kulikuwa na nyumba nyingine ambazo walikuwa wanazipangisha. Kwa ufupi ni kwamba Heri alijikuta anaishi maisha ambayo hakuwahi kutarajia kama angekuja kuyaishi, kwani alizaliwa katika familia duni, na mbaya zaidi hakuwahi kumwona babake katika hali isiyotarajiwa. Leo hii naye anaitwa boss. Ana uwezo wa kula chochote anachokitaka. Ana uwezo wa kwenda popote anapotaka. Jamani, maisha haya hayanaga formula. Leo wiki 2 baada ya ndoa, Heri na Charity pamoja na watoto wao Nasra na Nasri waliamua kwenda gerezani kwa ajili ya kumtembelea Jerry. Lakini pia Feti naye aliunga tela kuelekea gerezani. Baada ya kufika, waliweza kufuata utaratibu wote wa kisheria unaotumika ili kuonana na wafungwa. Hatimaye walipelekwa sehemu husika inayotumika kuonana kati ya wafungwa na ndugu zao. Hapo sasa waliketi wakiwa wanamsubiri ndugu yao Jerry. Baada ya kusubiri kwa dakika chache, hatimaye Jerry bin Raden Lorenzo akatokea mbele ya Heri, Charity, Feti pamoja na wale watoto wawili ambao walifanana sura na mtaalamu Heri. Jamani, jela ni jehanamu ndogo iliyo hapa duniani. Yaani kwa namna Jerry alivyokuwa anaonekana iliwasikitisha sana wale waliokuja kumuona. Jerry alibadilika kwa kila kitu. Jerry hakuwa tena yule aliyekuwa mtanashati enzi zile za shuleni mpaka wadada wakawa wanamshobokea. Jerry hakuwa tena yule handsome boy ambaye alikuwa anashindanishwa na Heri. Kwa hakika Jerry alipoteza mpaka ile rangi yake nyeupe. Feti alilia ise. Charity naye aliunga tela. Heri alijikaza kiume japo alidondosha chozi. Jerry mwenyewe aliwatuliza huku akifuta machozi yake. Walitulia kidogo ili wapate wasawa kuweza kuzungumza. Walizungumza mengi na sasa kubwa ilikuwa ni kumjulisha kuhusu ndoa yao, na pia Jerry aweze kumuona mpwa wake Nasla ambaye ni mtoto wa dada yake Sheira. Jerry hakuwa na kinyongo tena, maana alishajifunza kutokana na makosa, hivyo alitabasamu kisha akaanza kutoa moyoni. Heri na Charity, nyote ni marafiki zangu, na mimi ndo mtu pekee ambaye Mungu alinitumia kama hatima yenyewe kukutana. Kwa hakika mimi sina kinyongo tena kuhusiana na ndoa yenu.
Nafurahi kuona mpaka sasa mmefanikiwa kujenga familia yenye upendo na amani. Kinachonifurahisha zaidi ni kuona kwamba bado mnaendelea kumtunza Sheila wangu kupitia Nasla. Naamini Nasla ndo binadamu pekee ambaye ataendeleza kizazi cha Mr. Lorenzo. Tafadhali sana rafiki yangu, mtunze sana mwanetu ili damu ya familia yetu isipotee kabisa. Lakini pia zile mali za familia kwa sasa ni halali kwa Nasla. Naomba umtunzie, maana yeye ndo mtu pekee aliyesalia. Hakikisha kwamba unatunza ile nyumba kwa ajili ya Nasra. Yote kwa yote nakukubali sana mchizi wangu Heri. Kwa hakika wewe ni mwanaume halisi. Wewe ni mfano wa wanaume wanaopaswa kuigwa katika hii jamii. Kupitia wewe watu watajifunza kutokata tamaa kwenye maisha na mapenzi. Aise, Jerry aliongea maneno yale kwa uchungu na tabasamu ndani yake, na baada ya kumalizana na Heri akamgeukia Feti. Feti mama, nisamehe sana kwa kuyumbisha ndoto zako kwa namna moja ama nyingine. Najua kwamba ulinipenda sana na ulikuwa unatamani Jerry aje kuwa baba watoto wako. Lakini ndoto zako zimeheuka ghafla. Lakini pia najuta kwa nini nilishindwa kukuthamini na kusikiliza. Najua haya yote yasingelitokea kama ningeamua tu kutulia na wewe. Lakini sasa sina jinsi, nishachelewa. Ila ngoja tu nikuambie kitu. Right, kama ingelitokea miujiza na siku kurudi nyuma, basi nisingerudia tena ili kosa. Ningebaki kuwa na wewe Feti wangu mpaka mwisho wa pumzi yangu. Kwa sasa sina namna mama. Kama utampata mwanaume sahihi katika maisha yako, basi ni ruksa uolewe naye. Usinisubiri mimi, kwani maisha yangu yataishia huko gerezani. Kila laheri katika maisha yako mpenzi wangu. Mwenyezi Mungu akipenda, basi ndoa yetu itaenda kufungua hera. Right, kama ningelipata nafasi ya kuwa huru leo hii, basi kesho ningekuwa kabisa. Niseme sana Feti wangu, nakupenda sana. Ni majonzi tu ndio aliyotawala machoni mwa Jerry pamoja na wale waliokwenda kumtizama. Unaambiwa Feti alishindwa kuendelea kumtazama Jerry. Alichomoka kwa spidi Bukujero mpaka nje ambako aliona kwamba atakuwa huru kumwaga machozi. Jerry akafuta machozi kisha akamtazama Charity. Charity, najua jinsi gani ambavyo nilikupenda mpaka imefikia hatua nikapoteza mwelekeo wa maisha. Ila kwa sasa naomba usahau yote hayo, maana zile hisia zimekwisha. Lakini sasa hivi ikitokea Heri anakuacha au kukutesa kwenye ndoa yenu, walai sintomsamehe kwa hilo. Nitamkata pua kisha nitamfyonza makamasi kabisa. Kwa sasa mnatakiwa mkaishi kwa amani, na pia na kuomba umtunze vyema kabisa mwanangu Nasra. Aise, mambo yalishakuwa makubwa. Stori ziliendelea kama kawaida. Heri aliweza kumfariji rafiki yake kwamba asiwaze sana, ayote ni maisha. Lakini pia alimhakikishia kwamba watakuwa wote siku zote za maisha, na mara kwa mara watakuwa wanamtembelea kule gerezani. Hatimaye muda ulishaokuana na wafungwa. Bwana Jerry alifika kwa ajili ya kuondoa kina Heri. Ikawa hivyo bwana, Heri na wenzake walianza kupiga hatua kwa ajili ya kuondoka eneo lile. "Oya Heri, angalia!" Ilikuwa ni sauti ya Jerry iliyomtaka Heri ageuke na kutazama nyuma. Heri na wenzake waligeuka kisha wakamtazama Heri. "Oya Heri, usisahau kuandika kwenye kitabu historia ya maisha yetu tangu tukiwa watoto mpaka hapa tulipofikia. Naamini kwamba matatizo na changamoto tulizopitia kwa pamoja bado zipo katika jamii yetu. Hivyo naamini kwamba kupitia sio Tanzania wengi watajifunza mengi na hawatathubutu kupitia njia ambazo alizozipitia Jerry. Usijali mwanangu. Yaani hii leo nikifika tu nyumbani nitaanza kuandika, maana hata Shei alinitaka nifanye hivyo." "Sawa sawa, ila usisahau kuandika kwamba ulikuwa timburo na kibonda wangu kwenye game la PES." "Niyo lazima ungeleta utani wako. Eti nilikuwa timburo." "Basi sawa, ila kwenye kucheza games kwa kibonda wako umesahau goli la Samata dakika za mwisho kabisa." "Nakubali mwanangu, ila nini ujue, iko kitabu nadhani kiitwa jina la Rafiki wa Jana. Au unaonaje? Ni vizuri tu, ila kitapendeza zaidi kama wote wawili tutatoa majina ya hicho kitabu." "Basi sawa. Kwa hiyo wewe kama Heri unatoa jina gani?" Mimi napendekeza jina la Bora Ungesema." Bonge moja la title mwanangu. Kwa hiyo kitaitwa Bora Ungesema ndani ya mabano Rafiki wa Jana Ya, kitaitwa hivyo. Naamini kwamba itapendeza zaidi. Baada ya mwezi mmoja nitakuwa nimemaliza hivyo, nitakuletea ukisome mwanangu." "Basi fresh mwanangu. Kila laheri kwenye ndoa yako. Daima na milele nitaombea ili muwe na amani na Mwenyezi Mungu awajalie watoto Bukujero yani. We are the best friends forever." Kilichofuata ni kwamba Bwana Jerry akatimiza wajibu wake. Jerry alirudishwa bwenini na wengine wakaondoka. Heri na Charity waliendelea maisha yao ya ndoa kwa kuwalea watoto kwa upendo maradufu.
huku akiendelea kuongoza kampuni zao na pia kuendesha miradi yao mbalimbali ambayo iliwafanya waweze kujiongezea utajiri na pia kuwa miongoni mwa watu maarufu nchini Tanzania. Lakini pia Harry aliamua kucheza vizuri na ile kanuni isemayo wenye degree wanatafuta kazi na wenye kazi wanatafuta degree. Ikawa hivyo bwana, mtaalamu alianza kuitafuta degree ya chuo kikuu na wakati huo aliendelea kusimamia kampuni kama kawaida. Lakini pia Harry na Charity hawakuacha kumtembelea gerezani rafiki yao Jerry, na siku zote za maisha yao waliendelea kuwakumbuka na kuwaenzi wazazi wao ambao walitangulia mbele zake. Sasa Harry alitamani sana yale maisha angelikula na mama yake. Kile kitabu ambacho Sheila na Jerry walimwagiza Harry aweze kukiandika hatimaye kilikuwa tayari. Kitabu kilikuwa na jina lilokuwa linasomekana kwa jina la Bora Ungesema Rafiki wa Jana. Jina la Bora Ungesema lilipendekezwa na Harry kwa kuwa rafiki yake Jerry alishindwa kuweka hisia za moyo wake kwa mwanamke aliyekuwa anampenda, na pia hakumwambia rafiki yake mapema kwamba alikuwa anampenda Charity. Lakini pia jina la Rafiki wa Jana lilitolewa na mtaalamu Jerry kwa kuwa hadithi ya maisha yao ilianza kwenye urafiki, lakini baada yake wakaja kuwa maadui wakubwa. Kwa hakika kitabu cha Bora Ungesema kilianza kusambaa katika pande zote za ndani na nje ya nchi. Jamii kwa ujumla iliweza kujifunza kitu kupitia maisha halisi ya wahusika. Hakuna mtu ambaye alitamani kupitia kwenye njia ambazo mhusika Jerry alizipita, lakini wengi pia walitamani kuwa na mioyo ya kijasiri na kuto kukata tamaa siku zote katika maisha kama alivyokuwa amefanya Harry. Katika harakati za kutaka dunia nzima hasa Afrika iweze kupata faida kupitia kitabu kile, Harry Santos de Souza aliamua kufungua peji ambayo aliita kwa jina la Silent Killer Stories katika mitandao ya kijamii, kisha akaamua kuwatumia watu hadithi ile kupitia ukurasa wake wa Facebook na Instagram. Lakini pia baadaye Harry Santos de Souza alikuja kusikia kuhusiana na Simulizi Mix, yani Simulizi Mix Entertainment, na kugundua ni kwamba ni kampuni nambari 1 na pekee na kubwa kweli nchini Tanzania ambayo inaandaa simulizi zilizokuwa zimeandikwa na waandishi mbalimbali na kuzisimulia kwa njia ya sauti. Na ndipo alipokuja kugundua kwamba kampuni hiyo ina mashabiki maelfu na maelfu ndani ya nchi ya Tanzania na pia nje ya nchi ya Tanzania pamoja na duniani kote. Hivyo aliweza kufika katika makao makuu ya kampuni hiyo na kisha akaomba simulizi hiyo iweze kusimuliwa kwa njia ya sauti ili iweze kuwafikia watu wengi, hasa wale wasiopenda kusoma bali wanapenda kusikiliza kutoka wasimulizi bomba na mahiri kutokea Simulizi Mix Entertainment. Na ndipo simulizi ilipokabidhiwa mikononi mwa director Owen ambaye alikuwa nyuma ya mic na kuweza kuwakilisha vyema kuifikisha simulizi kwa jamii Tanzania na nje ya Tanzania, yani duniani kote. Bila shaka hata wewe ndugu msikilizaji umepata simulizi hiyo, na ndio hii hapa unayosikiliza sasa hivi. Nadhani imekufikia na naamini umejifunza kitu kupitia simulizi. Shukrani zangu za kwanza kabisa ziende kwa Mwenyezi Mungu, za pili zikufikie shabiki wangu kwa kunisaidia kufanikisha hili swala. Na huo unakuwa ndo mwisho wa simulizi ya Bora Ungesema bwana. This was Bora Ungesema bwana, Bora Ungesema brother. Na huo ndo mwisho, naamini umejifunza na kuburudika kweli kupitia simulizi. Mimi ni director Owen kutokea hapa Simulizi Mix Entertainment. Usisite kuungana nami katika simulizi mpya na nzuri kutokea hapa. Na kukumbusha tu kwamba simulizi zote mpya zinakuwa zinaanzia katika application bomba inayokwenda kwa jina la SMX app. Hivyo hakikisha una application hiyo ndani ya simu yako kuendelea kupata vitu bomba na safi kutokea hapa Simulizi Mix Entertainment, kwa sababu siku zote tunagusa hisia zako. Yeah, we touch your feelings. Mimi na wewe katika simulizi ijayo. Ciao.